Kutoka nyumbani kwa baba mlezi wa marehemu Dennis Busulwa, tuko na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Mwanaifrey. Pole sana na karibu sana hapa. Asante, poleni na nyinyi. Najua ni msiba mkubwa kwa tasnia ya habari na nawaombea ustahimilivu katika kipindi hiki. Labda ni kwa namna gani ambavyo ulifahamiana na marehemu Sebo? Sebo mimi nimemjua kwenye maisha yangu yote ya ukubwa karibu. Toka nimetoa wimbo wangu wa kwanza, yeye alikuwa anafanya kazi redioni East Africa. Na alikuwa miongoni mwa watangazaji wakubwa ambao kipindi chao kilikuwa ni miongoni mwa vipindi ambavyo kila mtu anataka kwenda kwa ajili ya kutangaza kazi yake, na ni miongoni mwa watu ambao wameshape sana sanaa ya muziki ya Tanzania, Bongo Flava, kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa na shape, anataka ujiandae ukienda kwenye shughuli yake, lakini alikuwa na maoni, na zaidi nilikuwa namjua ukiacha kikazi kama rafiki, mtu mzuri. Kama ambavyo leo umeona tuko kwa baba yake mlezi hapa, Magai ni kundi hilo ambalo ni mabrother, unakutana nao kila wakati na hawaachi kutoa maoni yao kwenye namna ambavyo unatakiwa kuendesha vitu. Kwa hiyo wale wasanii wa kipindi changu, hakuna mtu ambaye hakupita mkononi kwa Sebo kwa namna moja ama nyingine. Na alikuwa mtu outspoken sana. Yaani kama jambo halitaki, hawezi kupita vichochoroni kulifikisha kwa atalisema kama lilivyo. Na wakati mwingine ilikuwa inampa matatizo, watu walikuwa wanapata ukakasi kwa kauli zake, lakini baadaye ukagundua kwamba ndio ubora wake, quality yake kubwa ilikuwa kwenye huo usemaji, ukweli wake. Yes. Mheshimiwa, jinsi ambavyo umepata taarifa na jinsi ambavyo umefika hapa kukutana na watu na hali jinsi ambavyo umekuta, karibu kusikia neno lako. Ni vile anaonekana kuwa alikuwa mtu wa watu mno. Hii ni safari yetu wote. Kifo huwa kinatafuta sababu. Wewe fanya unavyotaka, lakini ipo siku tu kitakutana na wewe. Na yeye cha kwake kimefika, vya kwetu vinatusubiri. Ndio jambo moja la uhakika ambalo ukishazaliwa lazima utakutana nalo. Mengine yote yanajadilika, lakini hili la kifo ni lazima. Kwa hiyo cha kwake kimemkuta, na unaweza kuona idadi ya watu walioko hapa, aina ya watu aliokuwa anafanya nao kazi, aina ya marafiki aliokuwa nao. Watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa faraja, kuwakimbilia wanafamilia, lakini na kuhakikisha wanampa mkono wa kwaheri wa heshima rafiki yetu, kaka yetu, ndugu yetu Sebo. Kwa hivyo hii inakuonyesha tu jambo moja, kwamba wakati unaishi uwe na uhakika kwamba ipo siku utakufa, na hizi ndio kumbukumbu ambazo unataka kuacha. Ukiondoka watu wawe bado umebaki mioyoni mwao. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa watangazaji wakali sana, wazuri kwenye media, na kuweza kufanya interview nyingi na wasanii wakubwa na kufanikiwa. Wengine walikuwa wakisema na maswali ya papo ambayo walikuwa wanatoa watu kwenye njia, lakini alikuwa anatengeneza sanaa kwa namna yake. Kwako ni kitu gani ambacho unakiacha kama alama ambacho hata watangazaji wa sasa hivi wanakuwa wakichukue ili waishi nacho? Hakukuwa na mjadala kwenye vitu ambavyo mnaweza mkajadiliana naye. Yaani ni kwamba kama hiyo uliotangulia kusema na nilitangulia kusema wakati nasema mara ya kwanza hapa, nadhani niliweka kwa maneno mengine. Haya maswali ya papo kwa papo, na pengine ambayo unaweza kuona ili swali mbona limelenga kama kuniharibia, lakini kama umejiandaa, kama una majibu na moyo wako uko clean, hayakuwa yanaweza kukukwamisha. Mimi nimefanya interview hata sijui idadi yake nasema, na hajawahi kuniweka kwenye kona nikashindwa kujibu swali hata wakati mmoja, pamoja na maswali mengine. Na hii ilikuwa inasaidia kushape. Unajua, pamoja na mambo mengine, hizi maswali ya papo kwa papo ambayo labda majibu yake yatakuwa na ukakasi, ama swali lenyewe litakuwa na ukakasi, ndio hasa yanayofanya hii sanaa ikatangazika. Ndio alifanya sanaa ikatangazika na ikafika hapa ilipo, kwamba huwezi kutegemea kitu gani kinakuja kwenye interview ya Sebo, ambao ni kitu watangazaji wetu wanatakiwa nukuu. Pengine ni jambo la muhimu sasa hivi tusipoteze ile kwamba bana
imekuwa ni kawaida, yani nitakuja kwenye interview utaniuliza maswali yale yale nitaondoka zangu. Wakati mwingine uniulize maswali watu waendeleze ujamaa kauliza hichi, ujamaa kajibu hiki na vitu vya namna hiyo. Kwa na hakuwa na uoga, alikuwa na msimamo, atauliza anachotaka kuuliza na hakuna kitu utamwambia. Sebo alikuwa mkurugenzi wa EFM na TVE, lakini ameondoka kipindi ambacho naamini mkurugenzi wa TVE Majizo alikuwa anamhitaji sana. Labda una rai gani kwa Majizo lakini pia kwa wafanyakazi wenzake ambao walikuwa pale EFM na TVE? Mimi nafahamu pamoja na yeye kwa mmiliki wa EFM na TVE, Sebo alikuwa kama kaka wa Majizo kabisa, na najua huu ni msiba mkubwa sana. Tumefiwa wote, lakini Majizo atakuwa amefiwa sana, na amefiwa kwa sababu ile umepoteza mtu na ukaribu naye. Pengine mlikuwa mnafika mbali zaidi, hamuishii kwenye mambo ya kikazi tu, mnaenda hata kwenye mambo ya kifamilia. Na sasa pamoja na kwamba anawaza msiba huu, lakini anawaza lile pengo analizibaje baada ya hii. Kwa hiyo mimi namuombea ustahimilivu Majizo. Sisi wote ni binadamu, na nimkumbushe kwamba safari yetu ni moja. Najua atakuwa na plani, atajua namna ya kuziba pengo la Sebo, lakini nimpe pole sana kwa msiba mkubwa ambao umempata. Baada ya kufika hapa mheshimiwa, unajua umefanya dodoso za hapa na pale ili kufahamu nini chanzo, kwa sababu tukusikia kwamba Sebo anaumwa na vitu kama hivyo. Labda ni kipi ambacho umeweza kuambiwa kwamba chanzo labda kimekuwa ni nini ambacho kimepelekea haraka? Hilo swali tunaomba ungeliacha tu, mimi nitaendelea. Labda umesikia ni kitu gani ambacho kimesababisha umauti wa Sebo kwa haraka, kwa sababu mashabiki na watu mbalimbali hawakusikia kwamba Sebo anaumwa? Najua ili swali umeniuliza linatakiwa litolewe ufafanuzi labda na wanafamilia ama watumishi kwenye kada ya afya ambao walimuuguza. Sio la kwangu la kusema, lakini ni kweli nakubaliana na wewe, Sebo hakuumwa kwa muda mrefu, ilikuwa jambo la masaa tu ugonjwa umempata na Mungu akamchukua. Kwa hivyo naomba swali hili nisilijibu. Wanafamilia watakapokuwa wanatoa taarifa ya msiba huu ama madaktari waliomhudumia katika kipindi cha ugonjwa wake huu wa mwisho wanaweza wakalitolea ufafanuzi. Neno lako kwa msiba huu mzito ambao umekuta kwenye tasnia? Ni yale. Kwa jambo la msiba halijawahi kuzoeleka. Hata mtu angekuwa anaumwa mwaka mzima, miaka miwili, siku anapodondoka kuna pengo ambalo linakukuta moyoni mwako. Mimi niwakumbushe tu wana tasnia na Watanzania wote ya kwamba hii safari ya kifo ni ya kila mmoja, na kwamba pamoja na mambo mengine yote tunayofanya duniani tujiandae, kwa sababu hili ndio ambalo la uhakika. Unapokuwa umezaliwa ni lazima litakuja kukukuta. Na watakia wanafamilia na wote waliokuwa karibu na Sebo moyo wa ustahimilivu na ujasiri kipindi hiki kigumu, na Mungu awatie nguvu. Pole sana na asante kwa kushiriki. Na poleni na nyinyi. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.